Waligani mtazamaji wa Bina TV na Mino TV, karibu sana kwa mara nyingine. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Jana kuna video clip ambayo ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii, akisikika mmoja ya wadau akidai kwamba pete za Nandy ambazo zilipotea anazo yeye, huko akitoa wito kwa mumewe Billnass kwamba mtafute ili waweze kuzungumza na aangalie namna gani atamkabidhi pete hizo kwa bure. Nandy baada ya kutoa taarifa za kupotelewa na pete zake, yeye alisema kwamba atatoa dau la taslim shilingi milioni 10 kwa yeyote atakayefanikisha kumrudishia pete hizo. Sasa jamaa ambaye unamuona hapa mbele zako atajitambulisha mwenyewe kwa majina, ndo ambaye jana alichapisha video kupitia ukurasa wake wa Instagram yeye mwenyewe wa Malaika Simba, si ndio? Akaongea hivyo kwamba yeye ndo ana pete za Nandy, na yeye mwenyewe akasema alizipata katika mazingira gani, ambapo anadai kwamba walikuwa kwenye mazingira ya mapenzi hivyo. Mambo vipi? Mambo ni poa. Kama kawa? Ya, niko vizuri ya. Uko salama? Niko salama kabisa. Salama kabisa? Yes. Akili timamu kabisa? Sio akili timamu. Yani niko na akili zangu zote ambazo Mwenyezi Mungu amenibariki kunipa, na pia na kibali ambacho Mungu alichonipa. Yeah. Hongera sana kwa kuwa mwenye akili timamu, lakini vile vile hongera kwa kufanya maamuzi magumu ambayo uliyafanya, kwa sababu nimeona comment kadhaa kwenye page za watu ambazo wameshare ile clip yako, kila mmoja akitia la kwake, wengine wakisema wewe uvivu wa kulima ndio sababu umefanya kitendo kile, wengine wakiuliza unawezaje kufanya kitendo kile kwa mtu ambaye unajua ni mke wa mtu. So watu wanazungumza mambo mengi. Kwanza natamani kujua kwa mara nyingine ukituthibitishia kwamba ni kweli kwamba pete za Nandy zilizopotea za ndoa wewe ndo unazo, aidha ulikuwa unafanya kwa utani. Kwanza nipende kuwaeleza mimi Malaika wa Simba. Swala ambalo nimelizungumza jana katika mtandao sio jambo la kubahatisha na sio jambo la kawaida, ni jambo ambalo niko nalo 49%, kwamba mimi ndo ninayo pete yake ya Nandy ambaye ni ya ndoa yao yeye na Billnass. Na pete hizi si kwamba pete ambayo nimeziokota. Lazima wafahamu wa Tanzania. Pete mimi sijaokota. Nashukuru Mwenyezi Mungu, Nandy miongoni mwa wanawake ambao princess yule au prince Tanzania au prince Africa ameweza kunitunuku. Amenitunuku. Nikisema kunitunuku maana yake kwamba niko naye kimahusiano. Yani si kwamba pete amepoteza, asidanganye umma Nandy. Yani asidanganye umma kabisa. Nandy pete hajapoteza, bali Nandy pete halivuliwa na mtu ambaye aliyekuwa ana denti naye hiyo siku. Pete ya mkononi, yani pete kwenye kidole. Yeye ni msanii, lakini kwamba ukiwa unafanya video uwezi kuvua pete ya ndoa, unavua nguo au vui pete. Sasa siwadanganye umma, ila mimi pete ninayo. Na ushahidi na pia unao pete. Kweli? Yes. Watu wanahisi ni impossible, ni kitu ambacho hakiwezekani wewe kuwa na pete za Nandy kwa kuzipata katika mazingira ambayo wewe unayazungumzia. Kama ingekuwa kwamba umeokota watu wangekuamini, lakini asilimia kubwa ya watu nikiwemo hata mimi nashindwa kukuamini kwamba unazo hizo pete kwa sababu moja. Watu wakikuangalia wewe na wakitazama Nandy na status yake, inaonekana kabisa kwamba ni mbingu na ardhi. Niliona comment za baadhi ya watu wanasema kwamba hata kama Nandy akisema kwamba ajisikie kujivua hadhi yake kiasi gani, hawezi kutoka na mtu kama wewe. Unataka kutuambiaje? Kwa sababu kwa mujibu wa ripoti yake anasema kwamba pete zilipotea katika mazingira ya kutatanisha. Hayo mahusiano yenu ni ya maisha ya kawaida ya kibinadamu ya dunia hii, aidha ni mahusiano mengine ya ulimwengu mwingine? Kwanza nirudie kusema nimeona comment. Kwanza mimi ni nani na Nandy ni nani? Kuwa star sio shida. Kwenye swala la upendo, swala la mahusiano, haijalishi wewe star au sio star. Kwa hiyo kwamba mimi kuwa na mahusiano na Nandy sio ni jambo baya, lakini nimeona watu wa Tanzania wengi wanasema kwamba mimi sifanani kuwa na Nandy. Kwa nini sifanani?
Lakini hicho kitu ambacho wasichokijua, hiyo unasema fanani, basi nilikuwa nimefanania. Na ndio maana ninawaambia kwamba mimi sijaokota pete, bali mimi pete nimeipata kupitia yeye mwenyewe. Na si katika mazingira ya giza wala mazingira ya usiku, kichawi, kimiujiza, ni mazingira ya kawaida ya kibinadamu. Ni mazingira ambayo tukiwa katika love. Kwa hiyo maana yake ni mazingira ya kawaida, mazingira ambayo nikiwa mimi na yeye. Na ndio maana nikasema kwamba asidanganye umma kwamba pete amepoteza. Hakuna mwanamke anaweza kapoteza pete ya ndoa. Pete ya ndoa haipotei, inavuliwa au yeye mwenyewe anavua. Sasa cha kujuza swali, yeye alikuwa anavua hiyo pete, alikuwa anafanya nini? Na kwa mujibu wa maelezo yako ulisema kwamba nje ya pete kuna vitu vingine ambavyo unavyo, ukasema unazo hadi nguo zake. Nguo zake za faraga unazo. Pia watu wanaweza kujiuliza, ulibaki na nguo zake kwa ajili gani, na ilikuwa kuwaje hadi ukabaki na nguo zake? Au ndo makubaliano hayo ya love kwamba akakuachia akakubless? Ni kumbukumbu. Najua kwamba kuweza kudenti na Nandy, star mkubwa wa muziki, anaitwa Nandy Princess, sawa, Tanzania na Afrika. Na mimi pia sina ustaa wote, sawa. Kwa maana kwamba nilitengeneza kama kumbukumbu. Nilimuomba kwamba iwe kumbukumbu yangu katika maisha yangu, kwamba hata nikifa lakini najua kwamba nishawahi kutembea na Nandy. Sio kutembea njiani, nilishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi Malaika na Nandy. Kwa hiyo ninachosema, swala la pete ninayo, lakini pia swala nguo ndani ni kweli, baadhi ya nguo ndani ninayo yake Nandy, na ninaweza nikakuonyesha. Utathibitishaje hili jambo kama litakuja kuwa serious? Labda Billnass atakutafuta, kwa sababu ulitoa wito kwake kwamba akutafute. Kama atakutafuta na kuhitaji uweze kuthibitisha unayosema, uko tayari kuonesha vithibitisho? Niko tayari, yani kuthibitisha kwa aya inayosema juu ya mimi kuwa na mahusiano na Nandy. Nitathibitisha mbele ya Billnass, na ndio maana nikasema nitafute ili kwamba niweze kumpa uthibitisho. Baada ya kusema ya kumuomba kutafute, hajakutafuta bado? Bado hajanitafuta. Bado nisiwe muongo, bado hajanitafuta. Lakini kwamba na hapa naongea tena, Billnass anitafute niweze kumpatia pete yake ya mke wake ambaye yeye ndo alinunua. Uwisi kama hicho unachokifanya kwa namna moja ama nyingine, ulichokifanya kile kujirekodi kuweka kwenye mitandao, ukoona kama kinaweza kumchafulia labda msanii kinamna moja ama nyingine? Hapana, yeye ni star au wao ni mastar. Kuchafuka kwao sidhani, kwa sababu yeye ndio aliyotangaza kwamba pete imefanyaje, imepotea. Kwanza nikuulize swali, katika hali ya kawaida yeye ametangaza kwamba pete imepotea, hajachafuka? Kwa sababu ametafuta kaikosa. Yani kwamba ametangaza pete imepotea. Kwa mpumbavu yote, amjinga yote, mtu yote mwelevu, ni lazima anajua kwamba Nandy kachiti. Lazima atajua ni Nandy ameanza kumchiti saa Billnass, kwa sababu katika hali ya kawaida inafahamika pete ya ndoa haiwezi kupotea, labda uwe umekabwa. Sumanduli Lakini na yeye kwamba hajakabwa. Sumanduli hana kovu, hajafanywa tukio lolote lile, anasema pete ya ndoa imepotea. Kwa hiyo Mtanzania yote yule au dunia yote ile, mwanadamu anajua pete ya ndoa kama mtu amepoteza, manake alikuwa ndani ya tukio la kimahusiano. Kwa hiyo ndio maana mimi nasema kwamba asidanganye Billnass, asije akajua kama kweli mke wake pete hajapoteza. Pete ninayo mimi Malaika, ninayo mimi na nimeipata katika njia nzuri. Mimi sitaki hela yake Billnass. Sasa kipindi anatafuta pete, kipindi yeye ameanza kutafuta pete, hakukutafuta wewe ambaye ndio ulikuwa naye ili akwambia bwana nahitaji ile pete yangu? Mapenzi ni matamu sana. Sawa. Afu na pia mapenzi ni upofu. Wakati ukiwa katika mahusiano mazito, ni ngumu sana kama kuna baadhi ya kitu ukakitoa au mimi nilichukua pasipo yeye kunikubalia. Na mimi nilichukua kama ni baadaye niwe na kumbukumbu yake. Wewe kumbe ulichukua bila yeye kujua, yani ulimuibia? Yes, yani kwamba sio nilimuibia, nilichukua bila yeye kujua. Maana yake nini? Nilihitaji kutengeneza kumbukumbu ya maisha yangu.
kwamba hii ndiyo pete ya Nandy na mimi ndiyo niliyofanya kitendo cha mahusiano mimi na Nandy. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa basi iwe kumbukumbu yangu katika maisha yangu. Narudia kwa mara ya mwisho, na hisi ile itakuwa swali langu la mwisho, kwa sababu naamini mtu ambaye amehamua kutoa taslim shilingi milioni 10 ili kutafuta kitu chake kilichopotea, it means yuko serious sana na hicho kitu. Wasanii wengine wanalipa milioni 2 kuperform kwenye show, kwa hiyo milioni 10 Nandy ana uwezo wa kuwapeleka wasanii hata 5 kwenye show yake, kwenye festival yake ya Nandy Festival. Ameamua kuitoa hiyo hela kwa sababu ya kutafuta pete yake, na maana hii hana masiara. Una ushahidi au una uhakika kwamba hiyo pete unayo? Nina ushahidi, nina uhakika, mimi pete ya Nandy ninayo. Na ukihitaji nikuonyeshe na kuonyesha. Nionyeshe. Nikuonyeshe? Sawa, lakini usije ukajua nini, nikuonyeshe. Pete yake ni hapa. Nadhani unaitambua vizuri. Siku ambaye anaveshwa pete hii na madini haya, nadhani kwamba ndio madini pekee ambayo ilikuwa na that cut. Hii hapa. Akiona mwenyewe bonus, akiona hii bonus, anaijua hii kweli, ili ni pete ya mke wake na ni pete ambayo kainunua. Hii hapa. Wow. Aishike tu, ishike tu. Ishike tu. Awe ishike tu. Naiona, umesema ndio yenyewe? Ndio yenyewe. Hii hapa. Dhahabu hizi hapa. Wow. Hebu mwambie neno moja na. Pete ya ndoa au pete ya Bernas, pete ya Nandy ninayo. Bernas, wewe ni ndugu yangu, nitafute nikupatie pete ya mke wako, lakini pia nikupe maelekezo kwa nini ninayo pete na ilikuwaje ninayo pete. Sihitaji fedha, nataka tu Bernas anitafute ili niweze kumpatia hii pete. Asante sana. Asante.